FIFA leo inatambulika kama taasisi yenye nguvu kubwa zaidi katika mchezo wa soka duniani, lakini wengi hawajui historia ya jinsi ilivyoanza na kufikia hadhi hiyo. Shirikisho hilo lilianzishwa mwaka 1904 huko Paris, Faransa, likiwa na lengo la kusimamia na kuendeleza mchezo wa soka kimataifa. Wakati huo mataifa machache tu yalikuwa wanachama, tofauti na ilivyo sasa ambapo FIFA ina wanachama zaidi ya 200 kutoka kila kona ya dunia. Hatua kubwa ya kwanza ya FIFA ilikuwa mwaka 1930 ilipoandaa kombe la dunia la kwanza nchini Uruguay. Mashindano hayo yaliweka msingi wa kuifanya FIFA kwa taasisi yenye ushawishi mkubwa katika mchezo duniani. Kadri miaka ilivyopita, umaarufu wa kombe la dunia uliongezeka na kuifanya FIFA kupata mapato makubwa kupitia haki za matangazo, udhamini na mauzo ya tiketi. Katika miongo iliyofuata, FIFA ilipanua ushawishi wake kwa kuanzisha mashindano mbalimbali ya vijana, wanawake na hata klabu. Ukuaji huo uliifanya kuwa taasisi yenye mtandao mkubwa wa kisoka duniani. Leo maamuzi ya FIFA yanaweza kuathiri ratiba za ligi, sheria za mchezo na hata maendeleo ya miundombinu ya soka katika nchi mbalimbali. Hata hivyo, safari ya FIFA haijakosa changamoto. Katika miaka ya hivi karibuni, shirikisho hilo limewahi kukumbwa na tuhuma za rushwa, ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka zilizowahi kutikisa uongozi wake. Licha ya changamoto hizo, FIFA imeendelea kufanya mageuzi mbalimbali ili kurejesha imani ya wadau wa soka duniani. Kwa sasa FIFA inaendelea kuimarisha nafasi yake kupitia mashindano makubwa kama kombe la dunia la wanaume na wanawake pamoja na michuano mipya ya klabu. Kutoka taasisi ndogo iliyoanzishwa zaidi ya karne moja iliyopita hadi kuwa himaya ya soka duniani. Historia ya FIFA inaonyesha jinsi mchezo wa soka ulivyokuwa na kuwa mchezo unaounganisha mabilioni ya watu duniani kote. Mimi ni Ino TZA.